Na Mungu wetu wa mbinguni, tunalibariki na kulitukuza jina lako. Asante kwa ajili ya majira haya na wakati huu tena mwingine. Tuko tayari Mungu kusikia kutoka kwako kupitia Roho wako Mtakatifu, mwalimu mwema. Ifanye mioyo yetu kuwa udongo mzuri, mahali ambapo kila utakachosema nasi Bwana kitakwenda kuota na kuleta matokeo makubwa. Nijalie mtumishi wako usemi katikati ya kusanyiko lako na wote wanaotufuatilia kwa njia mbalimbali kutokea sehemu tofauti tofauti, tukapate kujengwa, tukapate kuimarishwa. Tu tayari kusikia kutoka kwako na nguvu ya Roho wako ikitubadilisha na kutupa maisha mapya tena. Katika jina la Yesu tumeomba tukiamini. Amen. Tunaendelea na mfululizo wa somo ambalo tumekuwa tunajifunza linaloitwa ushindi dhidi ya vita za maisha. Ushindi dhidi ya vita za maisha. Na tulipoanza tuliangalia na kuona ya kwamba katika safari ya maisha ya Mkristo tutapitia katika vita zenye sura tofauti tofauti, na Biblia imeweka wazi aina mbalimbali ya vita ambazo Mkristo anaweza kuzipitia kwenye maisha yake. Tuliangalia vita kadhaa, na vita ya mwisho ambayo tuliangalia na ambayo tunaendelea nayo ni vita ya maisha ya ibada ya kweli, na tutaendelea nayo hapo leo, vita ya maisha ya ibada ya kweli. Na tukaanza kuangalia namna gani Biblia inaonyesha Mkristo anaweza kuwa mshindi katika vita ya maisha ya ibada ya kweli. Tulizungumza tukasema ibada ni eneo nyeti ambalo Mungu na shetani wote wanapambana kulipata ndani ya moyo wa mwanadamu. Ibada ni eneo nyeti ambalo Mungu na shetani wote wanapambana kulipata ndani ya moyo wa mwanadamu. Na tukaona kwa uthibitisho wa kimaandiko, mwana wa Israeli walipotoka katika nchi yao ya Misri ya utumwa na kuanza safari kuelekea katika nchi ya ahadi yao, wakati bado hawajafika mbali, Mungu moja ya jambo alilowawahi akawapa kanuni, akawapa sheria, na akiwaagiza ya kwamba wasiabudu miungu mingine wala kuitumikia. Lakini pia tukamuona Yesu katika moja ya majaribu aliyoyapata kwenye maombi yake ya siku 40. Moja ya vita ambayo adui alifanya naye vita katika maisha yake ni vita katika eneo la ibada. Akampeleka juu mlimani, akamuonesha fahari zote za dunia, alafu akamwambia, ukiniabudu nitakupa hivi vyote unavyoviona. Lakini Yesu aliamua kuikataa ile ofa, akijua ya kwamba ni Mungu pekee anayestahili ibada ya kweli katika maisha ya mwanadamu. Lakini tukaendelea mbele zaidi, tukaanza kuangalia nguzo za ibada ya kweli. Nilizungumza nikasema, moja ya tafsiri ambayo haijapata kueleweka sana kwenye maisha ya Wakristo wengi ni tafsiri kuhusu ibada ya kweli. Watu wengi wanafikiri ibada ni kwenda kanisani tu na kuhudhuria vipindi mbalimbali vya ibada, na wengine wanafikiri uzuri wa ibada ni kuwa na nyimbo nzuri na utaratibu mzuri wa ibada tunaokuwa nao katika makanisa yetu. Nimeenda mbali zaidi, watu wanafikiri kumpa Mungu ibada ya kweli ni kuandaa tu matamasha mazuri ya kusifu na kuabudu tunayowekeza fedha nyingi na gharama kubwa. Mambo hayo yote ni mazuri na Mungu anayakubali, lakini kuna vitu vikikosewa, kuna kodi zisipozingatiwa, yote tunayoyafanya yanapoteza maana kwenye ibada. Bwana asifiwe. Na nilizungumza na walimu wa watoto mahali hapa, na nikawaomba tena, katika moja ya kitu muhimu sana kuwafundisha watoto ni kuwafundisha nguzo na misingi ya ibada ya kweli. Itatusaidia kutengeneza kizazi cha watu watakaomwabudu Mungu katika roho na kweli. Na tulizungumza tukasema, katika dunia ambayo makanisa yapo kila mahali, bado Mungu anasema anatafuta waabudu halisi. Katika dunia ambayo ibada za kusifu na kuabudu zinafanyika kwenye kila makanisa, Mungu bado anatafuta waabudu halisi. Swali ni, inakuwaje makanisa yapo na ibada zinaendelea, ibada za kusifu na kuabudu zinafanyika, lakini Mungu hitaji lake ni moja, anatafuta waabudu halisi? Ni kwa sababu wazo la ibada mbele za Mungu halijaeleweka ndani ya mioyo ya watu kama ambavyo Mungu anaitazama ibada ya kweli. Tukaanza kuangalia nguzo za ibada ya kweli. Tukaona jambo la kwanza ni nini? Uhusiano wa mtu na Mungu. Uhusiano wa mtu na Mungu. Na tulipoangalia kwa kina, tukaona katika wakati wa Isaya,
wakati ambapo wana wa Israeli walikuwa wanaenda kwenye ibada zao kama vile zilivyoamriwa katika Torati, na wakawa wanaenda na sadaka zao. Siku moja Mungu kupitia Isaya anawaambia, sizitaki ibada zenu wala sadaka zenu msiniletee. Anasema mikono yenu imejaa damu, njia zenu na maisha yenu hayako sawa. Rejeeni kwanza mkatengeneze njia zenu, ndipo muendelee na taratibu zenu za ibada. Tukasema ibada ya kweli mbele za Mungu inaanza na mahusiano ya mtu na Mungu wake. Hilo ni jambo la msingi sana kuelewa, na hii ndiyo sababu hata Yesu alipokuwa anafundisha wakati fulani alikuwa anaeleza kwa habari ya mtu anapokwenda mbele za Mungu akiwa ana sadaka kama sehemu ya ibada, lakini mahusiano yake na ndugu yake hayako sawa. Anasema usiendelee na hizo taratibu kwanza, nenda katengeneze huko, ukikaa sawa ndo uje uendelee na mambo mengine. Kwa Mungu ibada haianzi na taratibu nzuri tulizonazo, haianzi na nyimbo nzuri tunazoweza kuimba. Inaanza na mahusiano ya kweli kati ya mtu na Mungu anayemwabudu. Muhimu sana hilo. Wewe mwenzako, muhimu sana hilo. Na tukaona pia wakati wa Amosi wana wa Israeli tena wakaendelea na maisha yasiyofaa, lakini wakaendelea na taratibu za ibada, wakaendelea kuwa wanaimba. Sehemu fulani Amosi anawaambia, sizitaki nyimbo zenu wala vinanda vyenu wala taratibu zote za sadaka mnazoendelea nazo. Anasema ninyi watu waovu, nendeni katengenezeni kwanza njia zenu. Kwa Mungu ibada inaanza na mahusiano kabla ya taratibu zingine zote. Tulisema hivi mahusiano yaliyoharibika ni ibada iliyoharibika. Narudia tena, mahusiano ya mtu na Mungu yaliyoharibika ni ibada iliyoharibika. Haijalishi tutaifanya katika uzuri namna gani, mahusiano ya mtu na Mungu yaliyoharibika ni ibada iliyoharibika. Kwa hiyo tuliendelea tukaangalia mambo mengi, na katika ibada ya mwisho kabisa tuliangalia jambo la 5. Hayo mengine tuyaache, ukitaka kufuatilia utafuatilia kwenye YouTube account yetu, unaweza ukajifunza mengi kwa habari ya mfululizo. Kuna mfululizo wa sehemu kama 6 ambazo tayari zimekuwa uploaded, you can learn from there. Tukaona jambo la 5 ambalo linatengeneza ibada ya kweli ni utumishi wetu kwa Mungu. Na leo nataka niendelee kukaa hapo, utumishi wetu kwa Mungu. Na tulizungumza tukaona ya kuwa ibada yetu kwa Mungu hudai utumishi wetu kwake. Ibada yetu kwa Mungu hudai utumishi wetu kwake. Hatuwezi kumwabudu Mungu ambaye hatuko tayari kumtumikia. Na tukaona kwa uwazi ya kwamba hakuna namna tunaweza tukatenganisha kati ya ibada na utumishi. Utaona ukweli huo kwenye Kutoka 23 mstari wa 24 mpaka ule wa 25, Kutoka sura ile ya 28, Kutoka 23, 24 mpaka 25, Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 12 mpaka wa 14. Narudia tena, Kutoka 23 mstari wa 24 mpaka wa 25, Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 12 na mstari ule wa 14. Utaona hapo na maandiko mengine kwenye kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati 30 mstari wa 17 mpaka mstari ule wa 18. Ukitazama hapo utaona kila wakati Mungu alipokuwa anawaonya wana wa Israeli kwa habari ya kuabudu miungu mingine, anawaambia msiabudu miungu mingine wala kuitumikia. Msiabudu miungu mingine wala kuitumikia. Maana yake ibada iwe ni kwa Mungu au kwa miungu ni lazima iambatane na utumishi. Lakini pia tukaona Mtume Paulo akifafanua kwa kina, akifundisha kanisa la kwanza kwa habari ya Wakristo. Sisi ni kama viungo katika mwili ambavyo tunaposhirikiana kila mmoja anaufanya mwili wa Kristo kuweza kuoperate na kuwa na matokeo mazuri katika dunia yetu. Nikasema hakuna jambo baya kama kuwa na Wakristo kanisani wanaoingia na kutoka na hawana utumishi wowote wanaofanya katika ufalme wa Mungu. Mwambie mwenzako ni huzuni. Na naomba niliweke hili jambo vizuri. Kuwa mtumishi wa Mungu sio lazima uwe mchungaji, sio lazima uwe mtume,
sio lazima usimame madhabahuni na kufundisha neno. Yusufu hakuwa mtume wala nabii, lakini alikuwa mtumishi wa Mungu ambaye alitumika kwa uwezo na nguvu alizokuwa nazo kuhakikisha Mungu wake anajulikana katika nchi ya Misri. Danieli hakuwa mchungaji wala hakuwa kuhani, lakini Mungu aliweza kumtumia kutokea kwenye eneo la nafasi ambazo Mungu alimwamini, na mambo yote yakafanya nini? Yakafanikiwa. Kwa hiyo kila mtu ana kitu cha Mungu ndani yake kinachoweza kuongeza thamani kwenye ufalme wa Mungu. Lakini pia tukaona wana wa Israeli wakati ambapo walipokuwa wanataka kujenga hema ya kukutania, watu walipopewa tangazo na Musa na kuelezwa, Biblia inasema kila mtu akarejea nyumbani kwake na kwenda kuangalia nini alichonacho kinachoweza kufaa kwenye ufalme wa Mungu. Maana yake kila jambo linalotakiwa kufanyika katika nyumba ya Mungu au katika kanisa unaloabudu linatakiwa kukuleta kwenye kujitazama na kujiangalia, nitawezaje kushiriki kwa uwezo wangu na nafasi yangu ili kuhakikisha wazo la Mungu linafanikiwa. Lakini tulienda mbali zaidi, tukagundua ya kwamba njia rahisi ya kumtumikia Mungu kwa ufanisi na kuweza kushiriki ili mambo ya ufalme wa Mungu yaweze kufanikiwa, ni lazima kila mmoja aone ya kwamba kuto kushiriki kwangu kunachangia kuto kufanikiwa kwa wazo la Mungu kwenye sehemu husika. Tunaenda pamoja tunaenda pamoja Lakini pia tukaona na kugundua ya kwamba tunaweza kumtumikia Mungu ipasavyo pale tunapojua ya kwamba yote tulio nayo tumeaminiwa na Mungu, na wakati wowote anapoyahitaji ni lazima tuwe tayari kuyatumia kwa ajili yake. Kwa hiyo ukibeba wazo la uwakili ndani yako, utaiona elimu yako kama chombo cha Mungu, utaiona kazi yako kama chombo cha Mungu, utaiona fedha ulionayo kama chombo cha Mungu. Kila ulicho nacho utaona Mungu ameniamini kuwa nacho, ili wakati wowote atakapokihitaji niwe tayari kukitumia. Tukaanza kuangalia sifa za mtumishi wa Mungu wa kweli. Sifa za mtumishi wa Mungu wa kweli, tukaona jambo la kwanza ni moyo wa unyenyekevu. Moyo wa unyenyekevu tuliangalia hapo na hatukumaliza, tutaendelea kwenye ibada itakayofuata. Naomba niguse tena kipengele kingine cha pili. Ya kwanza ni moyo wa unyenyekevu, lakini jambo la pili ni uhusiano binafsi na Mungu, kwenye mabano kuishi maisha ya utakatifu. Tuanzie hapo leo. Jambo la pili la sifa ya mtumishi wa Mungu wa kweli ni uhusiano binafsi na Mungu, kwenye mabano kuishi maisha ya utakatifu. Utaona kwenye kitabu cha Luka sura ile ya 13 mstari wa 24 mpaka mstari wa 29. Luka sura ile ya 13 mstari wa 24 mpaka mstari wa 29, Biblia inasema, jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba, kwa maana nawaambia ya kwamba wengi watataka kuingia wasiweze. Wakati mwenye nyumba atakaposimama na kuufunga mlango, nanyi mkaanza kusimama nje na kuubisha mlango mkisema, Bwana tufungulie, yeye atajibu na kuambia, siwajui mtokako. Ndipo mtakapoanza kusema, tulikula na kunywa mbele yako, nawe ulifundisha katika njia zetu. Naye atasema, nawaambia, siwajui mtokako. Ondokeni kwangu ninyi nyote mlio wafanyaji wa udhalimu. Lakini pia Biblia inaeleza vile kwenye kitabu kile cha Mathayo sura ya 7 21 mpaka 23. Nitakuelezea maandiko hayo mawili. Mathayo sura ile ya 7 mstari wa 21 mpaka wa 23, anasema, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Ukisoma haya maandiko mawili, Yesu alipokuwa anafundisha alikuwa anaonesha ya kuwa mahusiano ya mtu na Mungu ni ya muhimu zaidi kuliko utumishi wa mtu kwa Mungu. Mahusiano ya mtu na Mungu ni ya muhimu zaidi kuliko utumishi wa mtu kwa Mungu. Anaeleza lile kundi la kwanza ya kwamba hakuna watu katika siku ile ya mwisho watasema, Bwana, sisi tulikuwa ni moja ya watu ambao kwenye makutano yako tulikuja, tulisikiliza mafundisho yako, tuliambatana pamoja nawe, umesahau ya kwamba ulitufundisha. Atasema, siwajui ninyi, ondokeni kwangu mtendao maovu.
Alafu anaeleza kundi hili la pili mahali pengine, anasema kuna watu siku hiyo wataniambia, Bwana, tulitoa pepo kwa jina lako, tulitoa unabii, tulifanya mambo makubwa. Atasema siwajui ninyi. Anapotumia neno siwajui, maana yake ni kwamba ni kweli mlifanya mlioweza kuyafanya, lakini kwangu hamkuwa na mahusiano. Mimi uhusiano kwangu ni bora kuliko yote mnayoyafanya kwa ajili yangu. Naomba ili wazo lieleweke. Kanisa na Wakristo tusipoelewa ukweli huu, tutaanza kuwa na Wakristo wanaojali utumishi, watu wanaojisikia vizuri kumtumikia Mungu, watu wanapowashangilia na kuambia kwamba wanaweza, lakini sirini maisha yao na Mungu hayako sawa. Na nipo hapa kukwambia kwa ujasiri, hili ni janga la kitaifa kwenye kanisa. Nimekuwa kama mchungaji nikihubiri kwenye redio, nikihubiri kwenye TV, nimekutana na watu ambao watu wakiwaona hadharani anakuambia mchungaji, ninamtumikia Mungu kweli, watu wananishangilia, wananiona kama mtumishi wa Mungu, lakini zinaa inanitesa sirini. Sio mmoja, na wengine ni wachungaji wa makanisa mbalimbali, nimewahudumia. Ni janga kabisa wanangu. Haijalishi watu wanatupigia makofi kiasi gani, ishu ya kwanza kwa mtumishi wa Mungu wa kweli ni mahusiano ya kweli kati yake na Mungu. Mwambie mwenzako tubaki hapo. Anasema watu hao watakuja na vile vigezo vya utumishi walioufanya. Anamwambia mimi siwajui. Uhusiano wa mtu na Mungu, Bwana asifiwe. Maisha ya utakatifu. Nimeandika hapa nikasema, Mungu anajali sana tunda la Roho kuliko karama za Roho. Mungu anajali sana tunda la Roho kuliko karama za Roho. Ukisoma kwenye Biblia vizuri, utakuja kuona zile karama za Roho, neno la unabii na vitu vingine vingi, si ndio Lakini kule anaeleza tunda la Roho ni upendo, uvumilivu, utu wema, fadhili. Maana yake Mungu anajali sana mahusiano ambayo yanakuwepo kati ya Mkristo na Mungu, na kumruhusu Roho Mtakatifu kuzalisha tabia za Mungu kwenye maisha yake. Na naomba niwaambie watu wa Mungu, Shetani anaweza kutudanganya kwenye karama za Roho, lakini hawezi kutudanganya kwenye tunda la Roho. Shetani anaweza kutudanganya kwenye karama za Roho, akaingiza watu manabii wanaotabiri kwa mapepo, wakafanya miujiza kwa vitu vyovyote, hata kama sio nguvu za Mungu. Huko anaweza akatudanganya, lakini hawezi kutudanganya kwenye kuzalisha tabia za Mungu kwenye maisha ya mtu. Na ndiyo maana utumishi wa Mungu wa kweli haupaswi kwanza kujengwa kwenye madhihirisho ya karama za Mungu, bali katika tunda la Roho, tabia za Mungu ndani ya mtu. Jambo la msingi sana, jambo la msingi sana wanangu, jambo la msingi sana. Tumekubaliana kwa ukweli wa maandiko ya kwamba sisi wote ni watumishi katika nyumba ya Mungu, si ndio? Sasa ni vizuri tujue kanuni zinazotawala na kuongoza maisha. Kinyume na hapo, yote tunayoyafanya yanapoteza maana. Tutakuwa ni watu tunaojiburudisha, tunajitekenya na kucheka mwenyewe. Ni jambo la msingi sana. Naomba nikwambie, tumesema sifa ya pili ya mtumishi wa Mungu wa kweli ni uhusiano na Mungu au maisha ya utakatifu, si ndio? Sikia jambo hili litakalo kusaidia. Utakatifu ni sifa kuu inayotuwezesha kufaa kumtumikia Mungu na kutumiwa naye. Utakatifu ni sifa kuu inayotuwezesha kufaa kumtumikia Mungu na kutumiwa naye. Naomba ukitoka hapo ukarejee kwa upya maisha yako kabisa. Kinyume na hapo, unajitekenya na kucheka mwenyewe, unajifurahisha. Utakatifu ni sifa kuu inayotuwezesha kufaa kutumiwa na Mungu. Utaona Mambo ya Walawi 20 na mstari wa 26. Biblia inasema kitu cha kutusaidia. Mambo ya Walawi sura ya 20 na mstari ule wa 26. Biblia inasema, nanyi mtakuwa watakatifu kwangu mimi, kwa kuwa mimi Bwana ni mtakatifu, nami nimewatenga ninyi na mataifa ili kwamba muwe wangu. Tangu katika Agano la Kale mpaka katika Agano Jipya, Mungu amekuwa anahitaji watu walio safi ili kufaa kumtumikia. Sikia pia jambo hili litakalo kusaidia.
Utakatifu sio tu kwa ajili ya kuingia mbinguni, bali pia kwa ajili ya kufaa kutumiwa na Mungu kwenye shughuli mbalimbali za ufalme. Utakatifu sio tu kwa ajili ya kuingia mbinguni, bali kwa ajili ya pia kufaa kutumiwa na Mungu kwenye shughuli mbalimbali za ufalme wake. Watu wengi wanafikiri tunahitaji kuishi maisha matakatifu ili kuingia mbinguni. Hapana. Hata kabla ya kuingia mbinguni, ili tuweze kufaa kutumiwa na Mungu katika shughuli mbalimbali za ufalme, sifa mojawapo ambayo Mungu anaitaka ni maisha ya utakatifu. Kwa hiyo utakatifu sio kwa ajili ya kuingia mbinguni, ila pia kwa ajili ya kufaa kutumiwa na Mungu. Na naomba niwaambie, mimi nimekuwa nawaambia watu, hata ikitokea leo Mungu akasema mbinguni, yani jehanamu haipo, kuishi maisha ya utakatifu ni jambo linalofaa sana. Unajua watu wengi wanajitahidi na kujaribu kutaka kuishi maisha ya kumpendeza Mungu, wakihofia kwamba tukitenda dhambi tutaenda jehanamu. Yani hivi, jehanamu iwepo au isiwepo, bado maisha ya utakatifu ni jambo linalofaa sana. Utakatifu sio tu kwa ajili ya kuingia mbinguni, bali pia kwa ajili ya kufaa kutumiwa na Mungu. Utaona pia kwenye Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 11 mpaka wa 17, nitakuelezea hapo. Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 11 mpaka wa 17. Ukisoma hapo utaona habari za watoto wa Eli, wanaitwa Hofni na Fineasi. Biblia inasema mstari wa 12 kwamba hao wana wa Eli walikuwa watu wasiofaa kitu, wala hawakumjali Bwana. Walikuwa wapo katika nyumba ya Mungu wakitumika kama makuhani, lakini watu hawa walikuwa na makosa makubwa mawili. Biblia inaeleza, jambo la kwanza, walikuwa wanatumia sadaka vibaya, tofauti na maelekezo ambayo Mungu alikuwa ameyatoa. Wakawa wanazitumia sadaka kwa maslahi yao binafsi. Lakini jambo la pili, wakawa wanazini na wanawake hekaluni. Kwa hiyo ni makuhani lakini wazinzi, ni makuhani lakini wanatenda uovu. Biblia inasema maisha yale yalipoendelea na hawakutaka kubadilika, Mungu akaanza kujiinulia Samueli akiwa anasubiri ili kuwaondoa watoto wa Eli. Iko hivi watu wa Mungu, Mungu ana mbadala wako kwenye kila eneo la maisha yako. Mwambie mwenzako, Mungu ana mbadala wako kwenye kila eneo la maisha yako. Mwambie acha kiburi cha uzima. Unajua kuna watu wanafikiri wasipofanya wao kwa ajili ya Mungu mambo yataharibika. Katika miaka niliyokaa kwenye wokovu, nimeona watu walioacha mambo ya Mungu na Mungu akawainua wengine waliokuwa bora kuliko wale walioamua kuacha. Kwenye kila eneo la maisha yetu Mungu anao mbadala wake. Hawa watu wakaendelea na maisha yasiyofaa. Biblia inasema Mungu akawakataa, akawaondoa katika ule utumishi. Hawakuacha kufanya huduma, ila waliacha kuenenda katika njia za Mungu. Wakaharibu maisha yao na Mungu. Wasijue ya kwamba maisha yaliyoharibika, uhusiano ulioharibika ni ibada iliyoharibika. Mungu anajali sana uhusiano wetu naye katika utumishi tunaofanya katika ufalme. Naomba wanangu, mambo haya kila wakati Roho Mtakatifu akukumbushe. Usiingie kwenye upepo wa watu wanaofurahia huduma na wasitengeneze mahusiano yao na Mungu. Ni kujidanganya. Nimekuwepo kwenye huduma za kuimba, kusifu na kuabudu, timu mbalimbali. Nimekuwepo kwenye kwaya, nimekuwepo kwenye kufundisha neno. Nimewaona watu ambao tulikuwa nao walikuwa na karama kubwa, walikuwa na vitu vikubwa vya Mungu ambavyo tulipowatazama mwanzoni tuliamini wataenda mbali, lakini baada ya miaka kadhaa mwisho wao haukuwa mzuri. Ni swala la muda tu, utajiona ni kama unaenda, lakini kuna asubuhi moja hautaamini yatakukuta yaliyomkuta Hofni na Fineasi. Huwezi kwenda mbali katika utumishi wako zaidi ya kina cha uhusiano wako na Mungu. Huwezi kwenda mbali katika eneo lolote la utumishi zaidi ya kina cha uhusiano wako na Mungu. Huwezi. Naomba tuendelee mbele kidogo. Nimeandika hapa nikasema, uhusiano na Mungu au kuishi maisha ya utakatifu inahitaji mtu aliye tayari kujenga nidhamu ya kujitenga au kujizuia na mambo ambayo wengine wanayakubali
na kuyaona kuwa yako sawa. Uhusiano wa mtu na Mungu ama kuishi maisha ya utakatifu kuna mhitaji mtu aliye tayari kujenga nidhamu ya kujitenga na kujizuia kwenye mambo ambayo wengine wanayakubali au kuyaona kuwa sawa, lakini yapo kinyume na Mungu. Hatuishi maisha ya utakatifu kwa sababu tu inatokea. Inahitaji pia kutengeneza nidhamu itakayokusaidia kusema hapana kwa mambo ambayo wengine wanayaona kuwa ni sawa. Ni jambo la muhimu sana. Utaona ukweli huo kwenye Timotheo wa pili 2 mstari wa 20 mpaka wa 22. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 20 mpaka mstari wa 22. Kijana aliyeokoka hawezi kushinda dhambi, kwa mfano ya uzinzi, ikiwa bado anaendelea na mahusiano na mjinga aliye naye. Unashindaje yani? Muulize jirani yako, unashindaje yani? Ona maneno ya Paulo kwa kijana wake mchungaji kijana Timotheo kwenye Timotheo wa pili 2 mstari wa 20 mpaka 22. Anasema hivi: basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya mti na vya udongo, vingine vina heshima, vingine havina. Ona 21. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafichwa kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. 22. Lakini zikimbie tamaa za ujanani, ukafuate haki na imani na upendo na amani, pamoja na wale wamwitao Bwana kwa moyo safi. Anamwambia kijana wake mtumishi kijana Timotheo mtume Paulo ya kwamba tengeneza nidhamu mwanangu zitakazo kusaidia kuyaepuka mambo yatakayoondoa kukukwewe kufaa kuwa mtumishi wa Mungu wa kweli. Maisha yanahitaji watu wenye nidhamu, watu wenye uwezo wa kuchora mipaka, watu wenye uwezo wa kusema hapana. Dunia itakupokea kwa kadiri ya ulivyoamua kujitambulisha. Kila siku nimekuwa nawaambia hapa. Anamfundisha kijana wake Timotheo ya kwamba mwanangu, sehemu nyingine anamwambia hivi: jizoeze kupata utaua. Tunaenda pamoja watu wa Mungu, tunaenda pamoja kanisa la Bwana. Kwa hiyo jambo la kwanza na sifa ya kwanza kuu ya mtumishi wa Mungu yeyote, tumesema moja ni moyo wa unyenyekevu, na jambo la pili ni kuishi maisha ya utakatifu ama mahusiano binafsi na Mungu. Wanangu, ni kweli tunaweza mtumikia Mungu kwa namna mbalimbali, watu wakatushangilia na kutusifia. Haitusaidii kama uhusiano wetu na Mungu sirini hauko sawa. Narudia tena, hili ni janga la kitaifa kwenye kanisa kabisa. Mungu anajali sana uhusiano wetu naye kabla ya utumishi wetu kwake kabisa. Jambo la tatu, sifa ya tatu ya mtumishi wa Mungu wa kweli ni muda na Mungu sirini. Kwenye mabano andika ushirika na Mungu. Muda na Mungu sirini, kwenye mabano ushirika na Mungu. Andika jambo hili litakalo kusaidia. Muda na Mungu ni zao la uhusiano wetu na Mungu. Muda na Mungu ni zao la uhusiano wa mtu na Mungu. Muda na Mungu ni zao la uhusiano wa mtu na Mungu. Lakini pia ni kuongezea jambo jingine hapo litakalo kusaidia. Hatuwezi kutengeneza muda na Mungu mpaka tumetengeneza uhusiano wetu naye. Hatuwezi kutengeneza muda na Mungu mpaka tumetengeneza uhusiano wetu naye. Natamani sana nikueleze hapo kwa sehemu. Tumesema muda na Mungu ni zao la uhusiano wetu naye. Hatuwezi kutengeneza muda na Mungu mpaka tumetengeneza uhusiano wetu naye. Ngoja niwaambie, mahusiano yetu na watu ndio huwa yanaamua muda tunaoweza kuwapa katikati ya shughuli nyingi tulizo nazo. Mahusiano yetu na watu ndio yanayoamua muda tunaoweza kuwapa katikati ya ratiba nyingi tulizo nazo.
kuna watu wanaweza wakakutafuta na wasikupate kulingana na wingi wa ratiba ulizonazo, lakini kuna mtu kutegemeana na mahusiano yako, hata kama ratiba zako ni nyingi kiasi gani, muda wake huwaga lazima upatikane tu. Mnanielewa sasa eh? Mnanielewa sasa eh? Muda na Mungu ni matokeo ya uhusiano wa mtu na Mungu. Watu wengi hamna muda na Mungu sirini kwa sababu mahusiano yenu naye hayapo sawa. Kanuni iliyopita ikikosewa, kanuni hii nyingine haiwezi ikafanya kazi ipasavyo. Muda na Mungu sirini ni zao la mahusiano ya Mkristo na Mungu wake. Niliwaambia juzi na naomba nirudie tena kwa huzuni. Katika maisha ya watu wengi, muda wa kuingia kazini unajulikana, muda wa kwenda kwenye vipindi darasani unajulikana, muda wa lanchi unajulikana, muda wa ratiba zingine unajulikana, ila ni muda wa wewe na Mungu sirini pekee kwenye siku yako haujulikani. Mwambie mwenzako, ni nani aliyekuloga? Naomba niwaambie, mawasiliano ni kiashiria cha uhai wa mahusiano. Mawasiliano ni moja ya kiashiria cha uhai wa nini? Wa mahusiano. Waulize watu wote walioachwa, moja ya eneo lilianzaga kupata shida ni eneo la nini? La mawasiliano. Walivyokauka utadhani hawajawahi kupigwa mtoso. Naomba niwaambie watu wa Mungu, unapoamua kuwa mtumishi wa Mungu na kumtumikia Mungu kwa namna mbalimbali, hakikisha kwenye siku yako Mungu ana muda kwenye masaa yako. Hakikisha kwenye siku yako Mungu ana muda wake kwenye masaa yako. Tena ni muda ambao hautaingiliwa na ratiba yeyote. Yaani shetani, watu na wewe wote wanajua saa fulani mpaka saa fulani huyu jamaa yuko kwenye maombi. Uko nje kwenye imani zingine, kuna watu wako serious na imani zao kiasi ambacho watu wanajua huyu bwana kila siku saa 7 mpaka saa 8 amefunga duka, ameenda msikitini, na wateja wa hawaendi muda huo, wanasubiri mpaka ametoka msikitini ndio wanakuja kununua. Wanajua ni wewe tu ndio muda wako na Mungu haujulikanagi. Ndio maana watu wanaweza wakutafuta muda wowote na wakakupata. Muda wa mtu na Mungu sirini. Kila mtumishi wa Mungu ni lazima awe na muda wake na Mungu sirini. Haujafika hapo, we mbabaishaji tu. Ndio. Nitakuonesha mifano ya watumishi wa Mungu mbalimbali. Rafiki yangu Patrick Sauya aliwahi kusema kwenye moja ya kitabu chake, akasema hivi: muda na Mungu sirini hauanzi kama muda na Mungu sirini, unaanza kama nidhamu. Wangapi mmeona kitu aliandika kwenye kitabu chake? Haya. Alizungumza akasema muda na Mungu sirini hauanzi kama muda na Mungu sirini, unaanza kama nidhamu. Yaani mtu unaamua, bwana mimi katika siku yangu kila siku kuanzia saa 2:30 mpaka saa 4 utakuwa ni muda wangu wa kusoma neno na kuomba. Kwa hiyo mtu yeyote atakayepiga simu muda huo akikutafuta, nilipiga simu haukupokea, nilikupigia haukupatikana, unajua unamwambia bwana kuanzia saa 2:30 mpaka saa 4 huo ni muda wangu na Mungu sirini. Watu watazoea, watu watakubali na watakujua hivyo. Mtumishi wa Mungu yeyote katika sehemu yoyote ni lazima awe na muda na Mungu sirini kwenye siku yake. Muhimu sana kufahamu hilo. Nimeandika hapa nikasema, muda na Mungu sio ziada katika maisha ya mtumishi, ni moja ya tofali muhimu katika msingi wa utumishi. Andika hilo jambo litakusaidia. Muda na Mungu sirini sio ziada katika maisha ya mtumishi, bali ni moja ya tofali muhimu katika msingi wa utumishi.
muda na Mungu sirini sio ziada katika maisha ya mtumishi ama Mkristo, ni moja ya tofali muhimu katika msingi wa utumishi. Sio ziada katika maisha ya Mkristo au katika maisha ya utumishi, ni moja ya tofali muhimu katika msingi wa utumishi. Niliwahi kuwa challenge rafiki zangu fulani wachungaji mahali fulani, nikawa nazungumza nao, nikawaambia moja ya changamoto kubwa iliyopo ni wachungaji wengi kujiandaa na ibada siku moja kabla ya ibada. Hiyo kitu siwezi ifanya. Yaani katika maisha ya Ukristo inapaswa kuwa kila siku unapatikana mbele za Mungu ili kumsikia Mungu kwa ajili ya maisha yako. Na naomba niwaambie, niliwahi kuomba siku moja nikamwambia Mungu hivi, miaka kama 10 imepita. Nilimwambia Mungu hivi, nisaidie kila wakati ninapokuja mbele zako kukusikia kwanza kwa ajili ya maisha yangu kabla ya kwa ajili ya maisha ya watu wengine. Yaani siwezi kwanza kutenga muda wangu na Mungu kwa ajili ya kumsikia Mungu kwanza kwa ajili yako. Nataka nimsikie Mungu kwanza kwa ajili ya maisha yangu, kwa sababu kadiri ninavyomwelewa Mungu kwenye maisha yangu ndivyo ninavyoweza kumweleza kwako. Ndio watumishi wengi wanafanya vitu kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya watu, na wanasahau kufanya kwa ajili yao wenyewe. Changamoto nyingine inayosumbua watendakazi wengi sana makanisani au katika mwili wa Kristo ni kuthamini sana kile tunachofanya kuliko yule tunayefanya kwa ajili yake, ambaye ni Mungu. Ni kuthamini utumishi tunaofanya kuliko Mungu tunayetumika kwa ajili yake. Ona kitabu kile cha Luka 10 mstari wa 38 mpaka 42. Biblia inaongea kitu. Leo najua amen zitakuwa chache na ninaelewa inaingia. Luka 10:38 mpaka 42. Luka 10:38 mpaka 42. Biblia inasema, ikawa katika kuenenda kwao aliingia katika kijiji kimoja mwanamke mmoja jina lake Martha, akamkaribisha nyumbani kwake. Naye alikuwa na umbu lake aitwaye Mariamu, aliyeketi miguuni pake Yesu akasikiliza maneno yake. Lakini Martha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi. Mwambie mwenzako akihangaika kwa utumishi mwingi. Mwambie tena akihangaika kwa utumishi mwingi. Kwa hiyo wakati Yesu amekwenda katika nyumbani kwa Martha, Biblia inasema Martha alikuwa anahangaika kwa utumishi mwingi, wakati Mariamu alichagua kukaa miguuni pa Yesu ili kusikiliza. 40. Lakini Martha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi. Mstari ule wa 40, akamwendea akasema, Bwana, huoni vibaya huyo ndugu yangu alivyoniacha nitumike peke yangu? Basi mwambie anisaidie. Bwana akajibu akamwambia, Martha, Martha, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi, lakini kinatakiwa kitu kimoja tu, na Mariamu amelichagua fungu lililo jema ambalo hataondolewa. Kwa hiyo wakati Martha anafikiri utumishi wake na shughuli zake nyingi ndizo ambazo Yesu anaziona ni za thamani, Yesu anasema Mariamu amechagua jambo lililo jema. Kwa nini? Tunahitaji kukaa sirini na Mungu kabla ya kuanza kufanya yale ambayo Bwana ametuagiza kufanya. Sirini ndiko ambako tunapokea maelekezo ya Mungu. Sirini ndiko ambako tunajengwa na kutengenezwa. Sirini ndiko ambako Mungu anajifunua kwenye namna ambayo tunaweza kufanya vizuri katika majukumu tunayotekeleza kwa ajili yake. Tukianza kutengeneza kizazi cha Wakristo wasiopatikana sirini, watakuwa ni watu wepesi hadharani. Martha kwake utumishi ulikuwa ni kuhangaika na shughuli nyingi, lakini Yesu anamwambia kabla ya shughuli unazozifanya huwa ninawahitaji watu sirini. Na kuangalia hapa na kukumbusha tu, ni kweli unamtumikia Mungu kwa namna mbalimbali. Una muda na Mungu kwenye kila siku yako? Ni jambo la msingi sana. Kinyume na hapo, wewe ni mwanaharakati tu. Ni mwanaharakati tu. Una shughuli nyingi kama Martha, lakini hazina maana. Mungu anaanza utumishi na watu sirini katika muda wao kabla hawajaingia katika field kufanya yale ambayo Mungu amewekeza ndani yao. Okay.
Naomba tuendelee mbele kidogo. Andika jambo hili litakalo kusaidia. Utumishi wowote unaomtenganisha mtu na uwepo wa Mungu sirini hubaki kuwa shughuli za kawaida tu. Utumishi wowote unaomnyima mtu muda na Mungu sirini hubaki kuwa shughuli za kawaida tu. Utumishi wowote unaomnyima mtu muda na Mungu sirini hubaki kuwa shughuli za kawaida tu. Ni muhimu sana kuelewa hilo. Na naomba nikuongezee jambo jingine litakalo kusaidia. Katika utumishi, vita kuu si juu ya kile tunachofanya kwa ajili ya Mungu, bali muda tunaokaa na Mungu. Sikilize tena. Katika utumishi, vita kuu si juu ya kile tunachofanya kwa ajili ya Mungu, bali juu ya muda tunaokaa sirini na Mungu. Shetani anaweza asikuzuie kufanya huduma, anaweza asikuzuie kufanya utumishi, ila atapambana na wewe usiku na mchana kuhakikisha anakunyima muda wa kukaa na Mungu sirini. Ngoja nikwambie, muda wetu na Mungu sirini ni kama mfano wa sola inapokaa katika jua. Ndipo ambapo inapata nguvu yake, ndipo kwenye chanzo cha uwezo wake. Sola yeyote isiyokaa juani na kupata nishati ya jua haiwezi kuwa na faida kwenye maisha ya watu. Ndivyo ilivyo katika eneo lolote la utumishi. Kadiri tunavyokaa na Mungu sirini, ndivyo tunavyopokea nguvu na uwezesho wa kutekeleza mambo yetu hadharani. Nimeandika hapa nikasema, mkakati mkubwa wa shetani si kuzuia huduma, bali kumtoa mtu kwenye madhabahu ya sirini. Mkakati mkubwa wa shetani sio kuzuia huduma, bali kumtoa mtu kwenye madhabahu yake ya sirini. Ni mambo ya msingi sana. Tumekubaliana kama kanisa sisi sote ni watenda kazi, na tunaanza kuwa na Wakristo wanafiki sana makanisani. Watu ambao ukiwakuta wanavyomwelezea Mungu na kukuelezea, unaweza ukawaona ni wa kiroho sana. Ukimuuliza, wiki hii imeisha, umekaa na Mungu sirini lini? Wiki nzima amemaliza. Hilo ukimsikiliza anavyokuelezea maandiko na kujielezea, unaweza ukamwona ni wa kiroho mno. Vita ya shetani na kanisa haipo katika huduma tu, bali katika muda wa madhabahu ya faraga na Mungu sirini. Chochote unachokifanya, haya ni maisha watu wa Mungu. Ndio Ukristo ulivyo. Mbona Biblia imeweka msingi? Ndio mambo tunatakiwa tukumbushane na tuelezane. Achana na mafundisho mepesi yenye kuonesha kufanikiwa na kubarikiwa. Kuna shetani hawezi kukushinda kwenye maisha yako utakapoamua kulipa gharama ya mahusiano yako na Mungu sirini. Na sehemu kubwa ya mapepo unayopambana nayo kwenye maombi yanaweza kukuachia siku utakapoamua kuwa serious na Mungu kwenye eneo la mahusiano yako. Kabisa. Kabisa. Nawaambiaga watu ni kama mapepo tu. Mapepo ni kama nzi, hayakai mahali palipo safi. Kwa hiyo ukiona mtu anasumbuliwa na nguvu za giza, tafsiri yake kuna mahali hapako sawa. Ni rahisi tu, haijalishi ni nani. Iko hivyo. Angalia Matendo ya Mitume sura ya 6 mstari wa 1 mpaka wa 7. Una kitu cha kutusaidia. Matendo ya Mitume sura ya 6 mstari wa 1 mpaka wa 7. Matendo ya Mitume sura ya 6 mstari wa 1 mpaka wa 7. Biblia inasema, hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka. Mwambie mwenzako, walipokuwa wakiongezeka. Hilo neno nataka likukaa hilo. Walipokuwa wakiongezeka hesabu yao, palikuwa na manung'uniko ya Wayahudi wa Kiyunani juu ya Waebrania, kwa sababu wajane wao walisahaulika katika huduma ya kila siku. Wale tenashara wakawaita jamii ya wanafunzi wakasema, haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani. Basi ndugu, chagueni watu 7 miongoni mwenu walioshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na roho na hekima, ili tuwaweke juu ya jambo hili. Mstari wa 4, na sisi tutadumu katika kuomba na kulihudumia lile neno. Tutulie hapo kwanza. Biblia inasema mitume walipoona
kanisa linaongezeka, majukumu yanakuwa mengi, wanakosa muda wa maombi, wanakosa muda wa neno na Mungu sirini. Wakashtuka mapema, wakasema, ndugu, tunaomba tuchagulieni watu wa kutusaidia hizi shughuli. Sisi kama watumishi na watendakazi tutadumu katika neno na katika kuomba. Shetani alikuwa ni mjanja. Alikuwa anataka kuwachomoa katika kanuni ya msingi ya maisha ya watumishi na watendakazi, waanze kukimbizana na jukumu la kuwahudumia wajane, yatima na shughuli nyingi walizokuwa nazo katika kanisa la kwanza, na kukosa muda wa Mungu sirini. Wakashtuka, wakasema, tunaomba mtusaidie watu watakao tusaidia hii kazi, tuchagulieni watu, sisi tubaki kwenye muda na Mungu sirini. Ukisoma kule mbele utakuja kuona ilipotokea. Mstari wa 7 anasema, neno la Mungu likaenea na hesabu ya wanafunzi ikazidi sana katika Yerusalemu, jamii kubwa ya makuhani wakaitii ile imani. Vita kuu ya adui na kanisa haipo katika utumishi, bali katika madhabahu yetu na Mungu sirini. Shetani anaweza asikuzuie kwenda kwenye mazoezi ya kwaya, lakini atahakikisha anakuzuia kupata muda wa kusoma neno ukiwa peke yako. Shetani anaweza asikuzuie kwenda kuhubiri, ila anaweza akakuzuia kulipa gharama ya kukaa na Mungu sirini. Mimi kila wakati huwa ninajikumbusha ya kwamba ni muda wangu na Mungu sirini ndio wanaonifanya kuwa mtu wa thamani hadharani. Wote mlioko hapa mmekuja kwa sababu mnaamini mimi ni mtumishi wa Mungu, na kila unapokuja kuna kitu cha Mungu unapokea, si ndio? Si ndio? Si ndio? Nikiacha muda na Mungu sirini, nitakuwa mtu wa kawaida kabisa, na wala sitakuwa na kitu cha kuyasaidia maisha yako. Ni muda wangu na Mungu sirini ndio unaoyaongezea maisha yangu thamani ninapomtumikia Mungu mbele zako. Wakati mwingine mke wangu huwa ananiambiaga, anasema, mchungaji, pumzika. Ananiambia, ni washirika wangekuwa wanakuona namna unavyolipa gharama kwa ajili ya Mungu. Nikamwambia, na afadhali ya wanioni. Utaona Kolosai 4 mstari wa 12 mpaka wa 13. Wakolosai sura ya 4 mstari wa 12 mpaka wa 13. Utaona hapo kwa habari ya mtume Paulo akiliandikia kanisa la Kolosai kwa habari ya Epafra. Anasema mstari wa 12, Epafra aliye mtu wa kwenu, mtumwa wa Yesu Kristo, awasalimu, akifanya bidii siku zote. Mwambie mwenzako, bidii siku zote. Alafu anasema kwa ajili yenu katika maombi yake, ili kwamba msimame wakamilifu na kuthibitika sana katika mapenzi yote ya Mungu. Paulo analiambia kanisa la Kolosai kwa habari ya Epafra, Mkristo na mtendakazi, ya kwamba huyu mtu siku zote amekuwa ni mtu ambaye anapatikana mbele za Mungu kwa ajili yenu. Anakidhi vigezo vya sifa ya mtumishi wa Mungu na Mkristo wa kweli. Haya, Filemoni 1 mstari wa 4 mpaka wa 5. Utamuona mfano mwingine mzuri. Filemoni 1:4 mpaka 5 anasema, namshukuru Mungu wangu siku zote. Ona hilo neno, namshukuru Mungu wangu siku zote nikikukumbuka katika maombi yangu. Mtume Paulo anamwandikia Filemoni, anamwambia, mimi kila siku katika siku yangu nimekuwa na muda na Mungu, nimekuwa na wakati na Mungu sirini, na katika maombi yangu nimekuwa ninakutaja siku zote. Umeona Okay. Angalia Wakolosai 1:3 mpaka 4. Mtume Paulo anaonesha yeye alikuwa ni maisha yake. Wakolosai 1:3 mpaka 4 anasema, twamshukuru Mungu Baba yake Bwana wetu Yesu Kristo siku zote tukiwaombea. Siku zote tukiwaombea. Wathesalonike wa kwanza 1 na mstari wa 2. Wathesalonike wa kwanza 1 na mstari wa 2. Twamshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu nyote, tukiwataja katika maombi yetu. Siku zote tukiwataja katika maombi yetu. Sifa ya kweli ya tatu ya mtumishi wa Mungu wa kweli ni muda na Mungu sirini, ushirika na Mungu sirini. Nataka nikuoneshe kwa haraka
Faida za mtu kuwa na muda na Mungu sirini. Faida za Mkristo kuwa na muda na Mungu sirini. Ili uweze kuelewa kidogo, alafu kwa leo tutaishia hapo kwanza. Faida za Mkristo kuwa na muda na Mungu sirini. Achana na mambo ya ibadani. Utakutanika ibadani katikati ya wiki, utakuja Jumapili. Mungu anataka muda naye na wewe sirini. Jambo la kwanza ni kurejeshewa nguvu za kuendelea mbele katika mazingira yanayotuvunja moyo au kutuchosha. Kurejeshewa nguvu za kuendelea mbele katika mazingira yanayotuvunja moyo au kutuchosha. Kurejeshewa nguvu za kuendelea mbele katika mazingira ambayo yanatuvunja moyo au kutuchosha. Naomba nikwambie kitu, mtu wa Mungu. Unahitaji muda zaidi na Mungu kabla ya muda na watu. Unahitaji muda zaidi na Mungu kabla ya kupata muda na watu. Utaona kwenye Luka 22 mstari wa 39 mpaka mstari wa 46. Luka 22 mstari wa 39 mpaka wa 46. Biblia inaeleza hapo kwa habari ya Yesu wakati ambapo aliwachukua wanafunzi wake akaenda nao mlimani ili kuomba. Wakati anakaribia kwenda kwenye mateso, anawaambia, roho yangu ina huzuni kiasi cha kufa. Anasema, nimechoka nikiangalia mateso yaliyo mbele yangu. Amechoka, lakini katika wakati aliochoka na moyo ukiwa na huzuni, bado aliomba. Ni wewe tu ambaye unaweza ukaacha maombi eti kwa sababu una huzuni. Yaani nimeshindwa kuomba kabisa, ili tatizo ni kubwa mpaka limeharibu muda wangu wa kuomba. Una akili wewe? Eti tatizo limekuwa kubwa mpaka limemfanya ashindwe kuomba. Yesu anaiona mauti mbele. Kitu pekee alichokifanya ni kupatikana mbele za Mungu sirini kabisa. Eti changamoto zimekuwa kubwa mpaka mtu anashindwa kuomba. Ukiendelea kusoma hapo, nilipenda sana mstari wa 43, anasema malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu. Wakati alipokuwa amechoka, wakati alipokuwa amekata tamaa, kupatikana kwake sirini kulitachilia nafasi ya nguvu ya Mungu ya kumbeba na kumsaidia kuendelea mbele. Kuna nguvu ambayo Roho wa Mungu anaiachilia ndani yetu tunapopatikana mbele za Mungu sirini, katika nyakati ambazo mazingira yanatuonesha kutokuweza wala kuendelea. Kabisa. 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 Kupata muda na Mungu sirini kuna amsha nguvu ndani yetu ya Mungu ya kutusaidia kuendelea mbele katika mazingira magumu. Utaona ukweli huo pia kwenye Samueli wa kwanza 30 mstari wa 6 mpaka wa 9. Samueli wa kwanza 30 6 mpaka 9. Wakati wowote maisha yanapokupitisha kwenye hali yoyote ngumu inayoshambulia afya yako ya akili ili kuleta msongo wa mawazo au kuleta huzuni, amua kuikabili hiyo hali kwa kuamua kuomba. Unapoamua kuingia kwenye maisha ya maombi, kuna nguvu Mungu anaanza kuiachilia ndani yako. Kuna uponyaji wa nafsi, Roho Mtakatifu anaendelea kutibu na kuganga ndani yako. Unajua ni bora kulia mbele za Mungu kuliko kulia mbele za watu. Niliwahi kuambia hapa, ukiwaomba watu utaitwa ombaomba, ukimuomba Mungu utaitwa muombaji. Mwambie jirani yako, utachagua wewe. Kwenye Samueli wa kwanza 36 mpaka 9, Biblia inasema hivi: naye Daudi akafadhaika sana kwa sababu watu walikuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe, kwa maana nafsi za hao watu wote walisononeka, kila mtu kwa ajili ya wanawe na binti zake. Lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Kisha Daudi akamwambia Abiathari kuhani mwana wa Ahimeleki, tafadhali niletee hapa hiyo naivera. Naye Abiathari akamletea Daudi naivera huko. Daudi akauliza kwa Bwana akisema, je, nikiwafuata jeshi hili nitawapata? Naye akamjibu, fuata, kwa kuwa hakika utawapata, nawe ukosi utawapokonya wote. Mstari wa 9, basi Daudi akaenda yeye na wale watu 600 waliokuwa pamoja naye, nao wakaifikiria kijito cha Besori, ambapo wale walioachwa nyuma walikaa.
Ilikuwa ni wakati ambapo Daudi ameenda na wanajeshi, amewaacha wake zao na watoto Siklag. Aliporudi anakuta wake zao na watoto na mali zimechukuliwa. Watu wakahuzunika mioyo. Mashujaa, Biblia inasema pale juu kwenye hayo maandiko, wale wanaume wakalia mpaka nguvu za kulia zikawaisha. Alafu baadaye wakasema, kwa sababu Daudi alituchukua ili twende tukamsaidie, wake zetu, mali na watoto zimechukuliwa. Daudi na apigwe mawe mpaka afe. Mashujaa aliyowatengeneza mwenyewe wanataka kugeuka kinyume cha maisha yake. Ndipo Daudi akawa hana mahali pa kujitia nguvu. Biblia inasema akajitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Akaingia kwenye maombi kumuuliza Mungu, je, niwaendee hawa watu? Nitawapata? Biblia inasema alipoomba Mungu akamwambia enenda, na ukisoma maandiko yanayofuata alienda akafanikiwa akawapata. Chochote ambacho kinaonekana hakiwezekani kwenye maisha yako, kuna maelekezo ya Mungu ambayo huwa yanaachiliwa unapokuwa sirini, yatakayokutoa katika hali ulio nayo na kukupeleka kwenye hali iliyo bora zaidi. Muda wako na Mungu sirini katika nyakati ambazo mambo yanaonekana kwenda ndivyo sivyo, hutoa nafasi ya Mungu kuachilia maelekezo ambayo yanakuja kwako kama msaada, yanayoweza kukutoa kwenye hali ulio nayo na kukupeleka kwenye hali iliyo bora zaidi. Nimeandika hapa nikasema, na naomba ukaandike hili jambo, litakusaidia. Kuomba si tu nafasi ya kupokea majibu ya mahitaji yetu, bali pia ni mahali pa kupokea nguvu zetu. Kuomba si tu nafasi ya kupokea majibu ya mahitaji yetu, bali pia ni mahali pa kupokea nguvu zetu. Kuomba si tu nafasi ya kupokea majibu ya mahitaji yetu, bali pia ni mahali pa kupokea nguvu zetu. Faida ya pili ya Mkristo kupatikana mbele za Mungu. Faida ya pili ya Mkristo kupatikana mbele za Mungu. Faida ya pili ya Mkristo kupatikana mbele za Mungu ni kuulinda moyo dhidi ya mabadiliko ya vipaumbele. Ni kuulinda moyo dhidi ya mabadiliko ya vipaumbele. Kuulinda moyo dhidi ya mabadiliko ya vipaumbele. Utaona Luka sura ile ya 5 mstari wa 12 mpaka mstari ule wa 16. Luka 5:12 mpaka 16. Biblia inasema, ikawa alipokuwa katika mojawapo ya miji ile, tazama palikuwa na mtu amejaa ukoma, naye alipomwona Yesu alianguka kifudifudi, akamwomba akisema, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Naye akaunyoosha mkono wake akamgusa akisema, nataka takasika. Na mara ukoma wake ukamwondoka. 14. Akamtazama asimwambie mtu, ila nenda ukajionyeshe kwa kuhani, ukatoe kwa ajili ya kutakasika kwako, kama Musa alivyoamuru, iwe ushuhuda kwako. 15. Lakini habari zake zikazidi kuenea, wakakutanika makutano mengi wamsikilize na kuponywa magonjwa yao. 16. Lakini yeye alikuwa akijiepua, akaenda mahali pasipokuwa na watu, akaomba. Nisikie. Kuna wakati Yesu alimponya mtu aliyekuwa na ukoma, alafu akamwambia nenda ukajionyeshe kwa makuhani kama Musa alivyoelekeza. Akamwambia usiwaambie watu. Yule mtu akashindwa kufunga mdomo wake, akaenda akawaeleza watu. Biblia inasema katika mji ule watu wakawa wanamjia Yesu kwa wingi. Yesu alichokifanya ni nini? Pamoja na watu kuja kwa wingi, akaamua kujiondoa katikati yao, akaenda faragani kuomba. Kwa akili ya kawaida angeona ni muhimu nikae na watu ili kuwahudumia, lakini alijua nguvu ya huduma yake hadharani inategemea muda wake na Mungu sirini. Akaenda mahali pa kukusanya nguvu zake ili anapotokea mbele za watu awe na kitu kipya cha kuyasaidia maisha ya mtu. Mkristo asiyetenga muda na Mungu sirini atafanya mambo kwa mazoea badala ya kupokea maelekezo na msaada mpya wa kimungu anapokuwa sirini. Kabisa. 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 Kipaumbele kupatikana mbele za Mungu, tumesema inalinda vipaumbele vyako. Kipaumbele chake hakikuwa watu, kipaumbele chake kilikuwa muda na Mungu sirini. Kwa hiyo wakati ambapo watu wengi wanakuja, yeye alitafuta muda wa kwenda sirini kuomba. Nimewaona watumishi wa Mungu wengi ambao walipokuwa wakianza huduma walikuwa wanalipa gharama ya kumtafuta Mungu, lakini wakati makanisa yalipoendelea kukua, Mungu alipoendelea kuwanufaisha na kuwafanikisha,
hauwaoni tena kwenye ile gharama ya mwanzoni. Ukuaji wetu wa huduma, ukuaji wetu wa maisha, mafanikio yetu kwenye maisha hayapaswi kubadilisha kipaumbele. Muda wetu na Mungu unabaki kuwa sehemu ya maisha yetu, bila kujali mafanikio ambayo Mungu anayaachilia kwenye maisha yetu. Naomba tusimame.